Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Ni matumaini yetu kwa mmeamka salama na mkiwa na afya njema. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia siku nyingine ya uzima na kutuwezesha kukutana tena katika taarifa yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Jumamosi tarehe 11 Julai mwaka 2026. Katika dakika chache zijazo tutakupitisha habari mbalimbali zinazogusa matukio muhimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine ya Afrika, ikiwemo hali ya usalama mashariki mwa nchi, maendeleo katika mapambano dhidi ya Ebola, pamoja na habari za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Tutaendelea kuhakikisha kwa Kivu News Info endelea kwa karibu nao kwa kukuletea taarifa zenye ukweli, uharaka na uwajibikaji. Mimi ni Telo Shalonga, basi nakualika kuna mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Na kabla ya yote niendelee kukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekuomba na kusikufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na share, na kulingana nasema kujabone kwa email vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi karibu tukupashe. Mapigano na mabadiliko ya usalama yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Safari taarifa zinaeleza kuwa wapiganaji wa kundi la Twirwaneho kutoka Minembwe pamoja na wasi wa Burundi wa Red Tabara wanashirikiana na muungano wa wasi M23 wameingia katika kijiji cha kimkakati cha Kipupu chapo katika sekta ya Itombwe wilayani Mwenga mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, vikosi hivyo vilifika katika kijiji hicho bila kukumbana na mapigano makubwa ya ana kwa ana ndani ya kitovu cha kijiji. Taarifa zinaeleza kuwa kabla ya kuwasili kwa wasi hao, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likishirikiana na makundi ya wazalendo ilikuwa tayari imeondoka katika eneo hilo kwa kile kinachoeleza kuwa ni mkakati wa kijeshi. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa uamuzi wa kujiondoa kumaanishi kwa kushindwa kwa vikosi vya serikali, bali ilikuwa ni hatua ya makusudi inayolenga kuzuia mapigano makali kutokea katikati ya makazi ya wananchi. Kwa kufanya hivyo, jeshi lilinunua kulinda maisha ya raia na kupunguza hatari ya vifo, majeraha pamoja na uharibifu mkubwa wa nyumba na mali ambazo mara nyingi hutokea wakati wa mapigano ya silaha nzito ndani ya maeneo yenye wakazi wengi. Kipupu ni kijiji chenye umuhimu mkubwa kimkakati katika sekta ya Itombwe. Eneo linalounganisha maeneo kadhaa ya Mwenga, Minembwe na Fizi, linalofanya kuwa sehemu muhimu ya udhibiti wa harakati za kijeshi na usafirishaji wa vifaa. Kutokana na nafasi yake, kuingia kwa waasi katika kijiji hicho kunachukuliwa kama hatua inaweza kubadilisha hali ya usalama katika ukanda huo iwapo hakutakuwa na hatua mpya kutoka kwa vikosi vya serikali. Taarifa hizo zinadai kuwa muungano huo wa Twirwaneho, Red Tabara pamoja na M23 unaendelea kupata msaada wa watu na vifaa kutoka Rwanda. Hata hivyo, madai hayajathibitishwa kwa kujitegemea, na kwa mamlaka za Rwanda zimekuwa zikanusha mara kwa mara tuhuma za kuunga mkono waasi wanaopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, kuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu mapigano makubwa yaliyotokea wakati wa kuingia kwa waasi hao katika kijiji cha Kipupu, wala hakuna takwimu zilizotolewa kuhusu vifo, majeruhi au idadi ya wananchi waliolazimika kuhama makazi yao kutokana na hali hiyo. Hata hivyo, wakazi wa maeneo jirani wanaendelea kuua katika hali ya tahadhari, wakihofia kwamba mapigano yanaweza kuhamia katika vijiji vya sekta ya Itombwe au maeneo ya karibu na Minembwe, hali ambayo inaweza kuongeza idadi ya watu wanaokimbia makazi yao. Hadi sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC halijatoa taarifa rasmi kuhusu hatua zinazofuata baada ya kujiondoa kwao katika eneo la Kipupu. Wakati huo, wadau mbalimbali wa usalama na mashirika ya kibinadamu wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo kutokana na athari zinazoweza kuwapata raia. Vile vile Kivu News Info inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwafikishia wasikilizaji wetu taarifa sahihi na zinazothibitishwa kadiri zitakavyokuwa zinapatikana. Hali ya usalama inaendelea kubadilika katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, huku taarifa mpya zikieleza uwezekano wa kurejea kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vikisaidiwa na wapiganaji wa wazalendo katika mji wa Ngungu. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mmoja wa wasikilizaji wetu aliyepo eneo la hilo, wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo walionekana ndani ya mji wa Ngungu baada ya kile kinachoelezwa kuwa ni kurejeshwa kwa udhibiti wa kijiji cha Kasake. Hata hivyo, hadi sasa taarifa hizo bado hazijathibitishwa na mamlaka rasmi wala vyanzo huru vya habari. Iwapo taarifa hizo zitathibitishwa,
zimetajwa zitakuwa zinaashiria mabadiliko muhimu katika hali ya kijeshi ndani ya wilaya Masisi, ambako kwa miezi kadhaa kumeshuhudiwa mapigano makali kati ya jeshi la serikali likisaidiwa na wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23. Ngugu ni mji mwenye umuhimu mkubwa wa kimkakati katika wilaya Masisi. Mji unapatikana takriban kilomita 10 kutoka Rubaya, inaonekana kuwa ni la migodi lenye utajiri mkubwa wa madini, hususan coltan, casterite na madini mengine yanayotumika katika teknolojia za kisasa duniani. Kutokana na umuhimu wake wa kiuchumi na kijeshi, eneo hilo limekuwa kitovu cha mapambano ya kudhibiti njia za usafirishaji wa madini na harakati za vikosi vinavyopigana. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, kurejeshwa kwa Kasake kunatajwa kuwa kulifungua njia kuelekea Ngungu. Hata hivyo, bado haijafahamika ikiwa vikosi vya serikali vinaendelea kushikilia mji wao kama vinafanya operesheni za muda kabla ya kusonga mbele katika maeneo mengine. Wakazi wa Ngungu na vijiji vinazozunguka eneo hilo wanaeleza kuwa wanaendelea kuishi katika hali ya hofu kutokana na kutokuwa na uhakika wa hali ya usalama. Baadhi ya familia zinaendelea kuhama makazi yao wakihofia kuzuka kwa mapigano mapya, huku wengine wakisalia wakisubiri kuona namna hali itakavyoendelea katika siku zijazo. Wakati huo, taarifa zingine zilizopatikana jana zinaeleza kuwa Rwanda inadai kupeleka zaidi ya vijana 300 katika eneo la Rubaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kushiriki katika shughuli za uchimbaji wa madini. Kwa mujibu wa taarifa hizo, baadhi ya vijana hao wanadaiwa kuwa chini ya umri wa miaka 18. Madai yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa kuendelea kwa unyonyaji wa rasilimali za madini katika maeneo yenye migogoro ya kivita, pamoja na matumizi ya watoto katika shughuli za uchimbaji wa madini, jambo ambalo linapigwa na sheria za kimataifa zinazolinda haki za watoto. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kuwa madai hayo bado hayajathibitishwa rasmi na mamlaka za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda wala taasisi huru za kimataifa. Kwa sasa tunaendelea kufuatilia kwa karibu ili kubaini ukweli wake. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa hali inaendelea kuwa katika Masisi, hususan katika eneo la Ngugu na Rubaya, inaweza kuwa na hatari kubwa kwa mwenendo wa mapigano katika Kivu Kaskazini kutokana na umuhimu wa maeneo hayo katika masuala ya kijeshi na kiuchumi. Hali ya usalama inaendelea kutia wasiwasi katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kivu Kaskazini, ambako kundi la waasi wa ADF linaendelea kuhusishwa na matukio ya utekaji wa raia pamoja na mashambulizi dhidi ya wananchi wasiokuwa na hatia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, angalau raia 3 wanadaiwa kutekwa nyara na wapiganaji wa ADF tangu tarehe 8 Julai. Matukio yameripotiwa katika kijiji cha Makembi pamoja na kwenye barabara inaunganisha Rengeti na Kainama, maeneo yanayopatikana katika eneo ambalo limekuwa likikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya kundi hilo. Taarifa zinaeleza kuwa watu hao walipotea tangu katika mazingira tofauti, huko wakazi wakiamini kuwa walichukuliwa na wapiganaji wa ADF walikuwa wakifanya harakati zao katika msitu na vijiji vya eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu mahali walipopelekwa wala hali yao. Kutokana na tukio hilo, hofu imeendelea kutanda miongoni mwa wakazi wa Makembi, Ngerengeti, Kainama na vijiji vinavyozunguka maeneo hayo. Baadhi ya wananchi wamepunguza safari zao za kwenda mashambani, sokoni au kusafiri kupitia barabara hiyo kwa kofia kukumbana na waasi hao. Mashirika ya kiraia katika eneo hilo wameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa matukio ya utekaji nyara. Viongozi wa jamii wamezitaka mamlaka za kijeshi kuongeza doria na operesheni za kulinzi ili kuzuia waasi hao kuendelea kwa uzuri wa wananchi wasiokuwa na hatia. Asasi za kiraia pia zimeomba kuimarisha operesheni za pamoja zinazofanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kushirikiana na jeshi la Uganda UPDF. Kwa mujibu wa viongozi wa ushirikiano kati ya majeshi yao unaonyesha mafanikio katika baadhi ya maeneo, lakini bado kuna haja ya kuongeza askari, vifaa vya kijeshi na ufuatiliaji wa karibu katika maeneo ambayo ADF bado inaendelea kujificha. Kwa miaka kadhaa sasa, operesheni za pamoja kati ya FARDC na UPDF zimekuwa zikilenga kuvunja ngome za ADF katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Ingawa baadhi ya kambi za waasi zimeharibiwa na wapiganaji wengi kuuawa au kukamatwa, kundi hilo bado linaendelea kufanya mashambulizi ya kushtukiza, kuteka raia na kuvamia vijiji vya mbali. Wananchi wanahimizwa kuwa waangalifu wanaposafiri, hasa katika maeneo ya msitu na barabara zinazojulikana kuwa na hatari ya mashambulizi. Pia wameomba kutoa taarifa kwa haraka kwa vikosi vya usalama wanapoona watu harakati zinazotia shaka ili hatua zichukuliwe mapema. Kwa sasa mamlaka za kijeshi bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu hatima ya watu hao waliokamatwa. Wakati huo bado juhudi za kuwatafuta zinaendelea, huku familia zikiendelea kusubiri habari kuhusu wapendwa wao. Hali ya usalama katika sehemu ya Beni na maeneo ya karibu ya Rengeti pamoja na Kainama inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wadau wa usalama wakisisitiza kuwa ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi ni muhimu katika kukabiliana na vitendo vya makundi yenye silaha.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua mpya katika juhudi za kupambana na uhalifu na kuzuia usambazaji holela wa silaha ndogo nchini. Hatua imeonekana kupitia maonesho ya kuanza silaha zilizokamatwa wakati wa operesheni mbalimbali za usalama zinazofanywa na vyombo vya dola katika maeneo tofauti nchini. Shughuli ilifanyika Alhamisi mjini Kinshasa na iliongozwa na makamu waziri mkuu anayehusika na masuala ya mambo ya ndani, Jacquemain Shabani, ambaye alisisitiza dhamira ya serikali ya kuimarisha usalama wa wananchi na kupunguza matumizi ya haramu ya silaha zinazochangia ongezeko la uhalifu na migogoro ya silaha nchini. Maonesho hayo yaliandaliwa sambamba na maazimio ya siku ya kimataifa ya utekelezaji wa silaha ndogo, huko unatumika duniani kuhamasisha mataifa kuchukua hatua madhubuti za kudhibiti usambazaji wa silaha ndogo na nyepesi ambazo mara nyingi hutumika katika vita, uhalifu wa kutumia nguvu na vitendo vya ugaidi. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, silaha hizo ni sehemu ya msako unaendelea katika mfumo wa kampeni ya kitaifa ya kudhibitisha silaha ndogo na nyepesi, kampeni iliyozinduliwa mwezi Mei mwaka 2016 na Tume ya Taifa ya Kudhibiti Silaha Ndogo na Nyepesi inajulikana kama CNCALPC. Serikali inaeleza kuwa kampeni hiyo inalenga kukabiliana na ongezeko la uhalifu na kutumia silaha, kudhibiti mzunguko wa silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria, pamoja na kuhakikisha kuwa sheria zinaruhusu umiliki wa matumizi ya silaha zinaheshimiwa katika maeneo yote ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka zinaamini kuwa silaha nyingi zinazotumika katika matukio ya ujambazi, utekaji wa watu, mauaji pamoja na mapigano ya makundi yenye silaha huingia mikononi mwa wahalifu kupitia njia zisizo halali. Hivyo serikali imeamua kuimarisha operesheni za kusaka silaha hizo na kufikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Hatua inakuja katika kipindi ambacho mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama, hasa kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa muungano wa M23 pamoja na uwepo wa makundi mengine yenye silaha katika mikoa ya Kivu Kaskazini, Kusini vile na Ituri. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, udhibiti wa silaha utahusu tu maeneo yenye vita, bali pia miji mikubwa na maeneo mengine nchini ambako kumekuwa na ongezeko la vitendo vya uhalifu vinavyofanywa kwa kutumia bunduki zinazomilikiwa kinyume cha sheria. Katika hafla hiyo, mamlaka pia zitambulisha rasmi timu ya wataalamu wa kiufundi waliokuwa na jukumu la kuhifadhi, kuchunguza na kuhesabu na kufuatilia silaha zote zinazokuwa zinakamatwa katika operesheni mbalimbali za usalama. Timu hiyo pia ilihakikisha kuwa silaha hizo zimeharibiwa na kutekelezwa kwa kufuatia taratibu za kitaifa ya viwango vya kimataifa ili sije zikarudi tena mikononi mwa uhalifu. Serikali imehimiza wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu wanaomiliki silaha kinyume cha sheria au kujihusisha na biashara haramu ya silaha. Imeonya kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayebanika kumiliki, kusafirisha au kuuza silaha bila kibali kinachotambuliwa na sheria za nchi. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa ikiwa kampeni itatekelezwa kwa ufanisi na kwa uwazi, inaweza kusaidia kupunguza kiwango cha uhalifu, kuimarisha usalama wa wananchi na kuchangia juhudi za kurejesha amani, hasa katika maeneo ambayo yameathiriwa kwa muda mrefu wa migogoro ya makundi yenye silaha. Hali ya usalama ilivurugika vibaya siku ya jana Alhamisi tarehe 9 Julai katika mji wa Dilolo Gari iliyopo katika wilaya Dilolo mkoani Lualaba karibu na mpaka unaotenganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Angola. Ghasia hizo zilizua hofu kubwa baada ya kifo cha mwanaume mmoja aliyefariki akiwa katika mahojiano ndani ya ofisi ya mwendesha mashtaka. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na utawala wa eneo hilo, marehemu alitambulika kwa jina la Leke Mulekesa, anadaiwa kuwa alikamatwa kufuatia malalamiko yaliyowasilishwa dhidi yake na mke wake na baadaye akapelekwa katika ofisi ya mwendesha mashtaka kwa ajili ya kusikilizwa. Taarifa zinaeleza kuwa wakati wa mahojiano hayo, Leke Mulekesa alikuwa akisikia vibaya kiafya. Inasemekana aliomba apelekwe hospitalini ili apewe matibabu ya haraka, lakini ombi lake halikutekelezwa mara moja. Muda mfupi baadaye, akiwa bado ndani ya ofisi hiyo, alidondoka ghafla na kupoteza fahamu. Baadaye alikimbizwa hospitalini ambako madaktari walitangaza kuwa alikuwa tayari amefariki dunia. Habari za kifo chake kiliposambaa mjini Dilolo ilisababisha hasara kubwa miongoni mwa wakazi, hasa vijana. Mamia waandamaji walikusanyika na kuelekea kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka iliyo karibu na mahakama ya amani ya Dilolo wakidai uwajibikaji kuhusu mazingira ya kifo hicho. Katika vurugu hizo, jengo la ofisi la mwendesha mashtaka lilichomwa moto na kuteketea kabisa. Moto ulisababisha uharibifu mkubwa wa nyaraka muhimu za kama na mafaini ya kesi mbalimbali yaliyokuwa yakihifadhiwa ndani ya jengo hilo. Hasara za waandamaji hazikuishia hapo, walielekea
zilitokea pia katika baadhi ya majengo ya serikali ikiwemo ofisi ya zamani ya mji wa Dilolo ambayo nayo ilichomwa moto. Pikipiki kadhaa zilizomilikiwa na polisi na taifa za Kongo zilichukuliwa wakati wa ghasia hizo. Baadaye waandamanaji walivamia gereza la Dilolo na kufanikiwa kuwafungulia wafungwa waliokuwa wakizuiliwa humo. Wafungwa kadhaa walitoroka na hadi sasa bado hawajakamatwa, jambo ambalo limeongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo. Mbali na majengo ya serikali, nyumba binafsi ziliharibiwa. Miongoni mwa nyumba zilizovamiwa na makazi ya afisa wa polisi wa mahakama anajulikana kama OPG, ambaye ndiye alikuwa amenendesha mahojiano ya marehemu kabla ya kufariki kwake. Nyumba ya dada yake mzazi pia ilivamiwa, kuporwa na baadaye kuchomwa moto na waandamanaji waliokuwa na hasira. Mamlaka za eneo za Dilolo zimethibitisha kutokea kwa matukio ya vurugu. Kiongozi msaidizi wa wilaya ya Dilolo, Sokrate Chikose, amesema kuwa vikosi vya usalama vimeanza kuchukua hatua za kurejesha utulivu, kuwalinda wananchi pamoja na kutathmini kiwango cha uharibifu kilichosababishwa na ghasia hizo. Amesema juhudi zinaendelea kuwatafuta waliofungwa, waliotoroka gerezani na kuwabaini waliohusika na vitendo vya uchomaji moto, uporaji na uharibifu wa mali za umma na binafsi. Hata hivyo, mazingira halisi yaliyosababisha kifo cha Leke Lumekesa bado hajajulikana rasmi. Mamlaka zimeeleza kuwa uchunguzi wa kina utafanyika ili kubaini kilichotokea, ikiwa taratibu zote za kisheria zilifuatwa na iwapo kulikuwa na uzembe au makosa yaliyosababisha kifo chake. Tukio limebua maswali mengi kuhusu namna watuhumiwa wanavyoshughulikiwa wakiwa mikononi mwa vyombo vya sheria, huku wananchi wakitaka ukweli julikane na haki tendeke kwa familia ya marehemu. Kwa sasa hali ya utulivu inaendelea kurejeshwa katika mji wa Dilolo, huku vikosi vya usalama vikiendelea na doria kuzuia kutokea kwa vurugu nyingine zaidi. Mkoa wa Owelo uliopo kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetangaza rasmi kuwepo kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola baada ya mamlaka za afya kudhibitisha visa vipya vya maambukizi ya virusi hivyo. Tangazo limetolewa na gavana mkoa huo Jean Bakomito Gabu kufuatia udhibitisho uliotolewa siku ya jana tarehe 9 Julai na taasisi ya taifa ya utafiti wa tiba na biolojia ya Kongo. Kwa mujibu wa taasisi, watu 7 walikuwa wameambukizwa virusi vya Ebola aina ya Bundibugyo walifariki dunia katika eneo la afya la Wamba. Baada ya visa hivyo vilivyothibitishwa, mamlaka za afya pia zimepokea taarifa za wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola katika maeneo ya Pawa, Boma, Mangebetu na mji wa Isiro. Maeneo yanafuatiliwa kwa karibu na wataalamu wa afya kubaini ikiwa kuna maambukizi mapya na kuzuia ugonjwa huo kusambaa zaidi. Akihutubia taifa kupitia wananchi wa Owelo, gavana Jean Bakomito aliwataka wakazi wote kubaki watulivu na kuepuka hofu, akisisitiza kuwa serikali tayari imeanza kuchukua hatua za haraka za kudhibiti mlipuko huo. Katika tamko lake, gavana alitangaza kuwa utekelezaji wa hatua kadhaa za lazima ambazo ni wananchi wanatakiwa kuzifuata ili kupunguza hatari ya maambukizi. Hatua hizo ni pamoja na kutoa taarifa mara moja kwa vituo vya afya kuhusu mtu yoyote anashukiwa kuwa na dalili za Ebola, kuepuka kuwagusa wagonjwa au miili ya watu wanashukiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo, kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au dawa za kuua vidudu, pamoja na kudumisha umbali wa kijamii inapowezekana. Mamlaka zimeagiza kufungwa kwa mikusanyiko mikubwa ya watu katika maeneo mbalimbali ya umma ili kupunguza uwezekano wa maambukizi. Ukaguzi umeimarishwa katika viwanja vya ndege, vituo vya mabasi, mipaka na maeneo mengine ya kuingia na kutoka katika mkoa huo. Katika hatua nyingine muhimu, serikali ya mkoa imepiga marufuku nyumba za ibada pamoja na waganga wa jadi wanapokea au kuwahudumia watu wanaoonyesha dalili zinazofanana na Ebola. Wagonjwa wote wanaoshukiwa wameagizwa kupelekwa moja kwa moja katika vituo rasmi vya afya ambavyo vina vifaa na wataalamu wa kushughulikia ugonjwa huo. Gavana Bakomito amesema kuwa kamati ya mkoa ya kukabiliana na Ebola tayari imeanza kazi kushirikiana na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikipewa msaada na serikali kuu pamoja na washirika wa kimataifa wa sekta ya afya na washirika wa kibinadamu. Kwa mujibu wa gavana, lengo kuu kwa sasa ni kubaini wagonjwa wote mapema, wafuatilia watu wanaokutana nao, kuwapatia matibabu kwa wakati na kuzuia ugonjwa huo kusambaa katika maeneo mengine ya nchi. Mamlaka zinaendelea kuwakumbusha wananchi kuwa Ebola haisambai kwa njia ya hewa, bali kupitia kugusana moja kwa moja na damu, majimaji ya mwili au vitu vinavyotumiwa na mtu anayeambukizwa. Hivyo kufuata maelekezo ya wataalamu wa afya ni njia bora ya kujikinga na maambukizi. Kwa sasa timu za wataalamu zinaendelea kufanya uchunguzi katika maeneo yaliyoathirika, huku kampeni za uelimishaji za wananchi zikiongozwa ili kuhakikisha kila mtu anafahamu dalili za ugonjwa na hatua za kujikinga. Serikali ya mkoa wa Tanganyika imezindua rasmi kampeni maalum ya kuajiri vijana raia kujiunga na polisi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama na kuendelea na mageuzi ya jeshi la polisi nchini.
Uzinduzi ulifanyika katika mji wa Kalemi na uliongozwa na gavana wa mkoa wa Tanganyika Christian Kitungwa mbele ya viongozi wa serikali, maafisa wa usalama na mamia ya vijana waliojitokeza kushuhudia hafla hiyo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka serikali ya mkoa, kampeni inalenga kuajiri vijana 300 watakaopatiwa mafunzo ya polisi na baadaye kuajiriwa rasmi katika polisi ya taifa ya Kongo ili kuongeza idadi ya askari waondomu ndani ya mkoa wa Tanganyika. Mamlaka zimeeleza kuwa hatua ni sehemu ya mpango mpana wa mageuzi ya polisi ya taifa ya Kongo unaolenga kuboresha utendaji wa jeshi hilo, kuongeza uwezo wake na kulinda raia na mali zao pamoja na kukabiliana na ufanisi zaidi wa changamoto ya kiusalama zinazojitokeza katika maeneo mbalimbali ya nchi. Akizungumza katika hafla hiyo, mratibu wa taifa wa kitengo cha mageuzi ya polisi ya taifa Kongo, Jenerali Silvano Kasongo, alisema kuwa zoezi hizo ilifanyika katika mfumo wa mradi wa kuimarisha amani, mshikamano wa kijamii na usalama katika mkoa wa Tanganyika. Jenerali Kasongo alifafanua kuwa lengo la kuajiri askari wapya ni kuongeza idadi ya polisi, bali kuboresha ubora wa rasilimali wa watu ndani ya jeshi hilo. Alisema serikali inalenga kujenga polisi yenye taaluma, maadili na uwezo wa kujibu kwa haraka changamoto za usalama pamoja na kuheshimu haki za wananchi. Kwa mujibu wake, mafunzo yatakayopewa waajiriwa wapya yatawapa uwezo wa kutekeleza majukumu yao kwa weledi na kuimarisha ushirikiano na uhusiano kati ya polisi na jamii. Na gavana Christian Kitungwa alitoa shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pamoja na makamu wa waziri anayehusika na mambo ya ndani na usalama Jacquemaine Shabani kwa kukubali ombi la mkoa huo kuongeza idadi ya askari wa polisi. Gavana alisema kwa Tanganyika imekuwa ikihitaji askari zaidi ili kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama, hivyo kuajiriwa kwa vijana 300 kusaidia kuimarisha ulinzi wa wananchi na mali zao. Alisisitiza kuwa tofauti na baadhi ya ajira zinazopita, askari watachaguliwa kupitia kampeni ili watabaki kufanya kazi ndani ya mkoa wa Tanganyika. Hatua inalenga kuhakikisha kuwa mkoa unanufaika moja kwa moja na nguvu kazi hiyo mpya na kuongeza uwepo wa polisi katika maeneo yenye uhitaji mkubwa wa ulinzi. Christian Kitungwa alihimiza vijana wa Tanganyika kujitokeza kwa wingi kujiandikisha katika zoezi hilo, akisema kuwa ni fursa ya kutumikia taifa la mkoa kwa uzalendo huku wakichangia kurejesha amani na utulivu. Kwa upande wake, serikali ya kitaifa imeeleza kuwa kuimarishwa kwa polisi la taifa ni sehemu muhimu ya kimkakati wa kuboresha usalama nchini, hasa katika kipindi ambacho baadhi ya mikoa bado inakabiliana na vitendo vya uhalifu na changamoto nyingine za kiusalama. Viongozi wa serikali wanaamini kwa kupitia mageuzi haya ya polisi ya taifa ya Kongo inaweza kuwa karibu zaidi na wananchi, kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za usalama pamoja na kujenga imani kati ya vyombo vya dola na jamii. Kwa sasa maandalizi ya usajili wa waombaji yanaendelea huku mamlaka zikitarajia vijana wengi kujitokeza kushiriki katika zoezi hilo linalowapa nafasi ya kuwa sehemu ya juhudi za kulinda usalama na kuchangia maendeleo ya mkoa wa Tanganyika. Hasira miongoni mwa wahudumu wanaoshiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola katika mkoa wa Ituri zinaendelea kuongezeka, huku baadhi ya wafanyakazi wa afya wakitisha kusimamisha shughuli zao endapo malipo ya posho yao yatashughulikiwa haraka. Siku ya hivi karibuni ilitokea Alhamisi katika kituo cha matibabu cha Ebola cha Bunia, ambako wahudumu walihusika na usafi na udhibiti wa maambukizi maarufu kama hygieniste walifanya maandamano kulalamika kuchelewa kwa zaidi ya mwezi mmoja wa malipo yao ya posho. Wakiwa wamebeba mabango na kutoa ujumbe wa kulalamika, wahudumu hao walieleza kuwa wanafanya kazi katika mazingira yenye hatari kubwa kutokana na kukabiliana kila siku na wagonjwa walioambukizwa virusi vya Ebola, lakini bado hawajapata stahiki zao kwa wakati. Waandamanaji hao walisema kuwa wako mstari wa mbele katika kuokoa maisha ya wananchi na kuzuia kusambaa kwa ugonjwa, lakini hali ya kulipwa kwa muda mrefu imeanza kuathiri morali zao ya kazi. Walisema kuwa wakati kuendelea na jukumu lao la kusaidia wagonjwa, lakini wanahitaji haki zao kuheshimiwa na serikali pamoja na wahusika wa mpango wa kukabiliana na Ebola. Mmoja wa wahudumu wao walisema, tuko mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya janga hili, lakini imepita zaidi ya mwezi mmoja bila kulipwa. Hatujakataa kuokoa maisha, lakini tunataka tu haki zetu zitimizwe. Ikiwa hakuna kitakachoshughulikiwa, tutalazimika kusimamisha kazi. Maandamano ni ya tatu kufanyika katika siku chache ndani ya kituo huko Bunia. Kabla hapo, timu nyingine zinazoshiriki katika mapambano dhidi ya Ebola katika hospitali kuu ya Bunia na hospitali kuu ya Rwampara pia zilikuwa zimeeleza malalamiko kuhusu kuchelewa kwa malipo ya posho zao. Hali imebua wasiwasi mkubwa kwa sababu inapotokea wakati ambako mkoa wa Ituri bado ni kitovu kikuu cha mlipuko wa 17 ya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika kukabiliana na malalamiko hayo, waziri wa afya wa umma Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Daktari Roger Kamba, ambaye yuko katika ziara yake kazi mkoani Ituri kwa ajili ya kutathmini maendeleo ya mapambano dhidi ya Ebola, ametangaza mpango mpya wa kubadilishana mfumo wa malipo wa wahudumu hao.
Roger Kamba alisema kuwa serikali imeamua kuwa wahusika wote katika mpango wa kukabiliana na Ebola watalipwa kupitia mfumo wa kadi za benki. Hatua inalenga kuondoa matatizo yaliyokuwa yakijitokeza katika mfumo wa zamani wa malipo na kuhakikisha kuwa ni mhudumu anapokea moja kwa moja fedha zinazomstahili. Amesema kabla ya kuanza mfumo huo mpya, serikali itafanya uhakiki orodha wa lengo na kuondoa dosari ina kuhakikisha kwa malipo yanafika kwa mtu sahihi. Tangazo hili limesubiriwa kwa hamu na wahudumu walioko katika maeneo ya kazi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakitaka kuwepo kwa uwazi katika usimamizi wa posho zao pamoja na kusaminiwa kwa kazi wanaofanya katika mazingira hatarishi. Hata hivyo, baadhi ya wahudumu wamesema kuwa wanahitaji kuona utekelezaji wa ahadi hizo kwa vitendo, wakieleza kuwa kuchelewa kwa malipo kunaweza kuathiri moja kwa moja ufanisi wa mapambano dhidi ya Ebola. Kwa sasa mamlaka za afya zinaendelea kujaribu kutafuta suluhisho la haraka ili kuzuia kusimama kwa shughuli za kukabiliana na ugonjwa katika Ituri, mkoa ambao bado unakabiliana na ongezeko la visa vipya na changamoto ya kuzuia kuenea kwa maambukizi. Baada ya changamoto ya malipo ya hudumu, mlipuko wa Ebola unaendelea kuleta wasiwasi kutokana na kupotea kwa maeneo mapya yenye dalili za maambukizi nje ya Ituri. Aliongeza umuhimu wa kuhakikisha timu za kukabiliana na ugonjwa huo zinaendelea kufanya kazi bila vikwazo. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya asubuhi ya leo, ni Jumamosi tarehe 11 Julai mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na kutupatia nafasi kufikishia habari mbalimbali zinazogusa maisha ya jamii yetu. Endelea kushirikiana nasi kwa kupitia maoni, mapendekezo pamoja na taarifa kutoka maeneo yenu, kwa sababu Kivu News Info inaendelea kuwa sauti ya kweli na chanzo cha habari kinachofikia kila mahali. Kwa wale wanaendelea kuwa na majukumu ya kila siku, tunawatakia siku njema yenye amani na mafanikio. Endelea kubaki nasi kupitia Kivu News Info kwa taarifa mpya na za haraka na zitakazofuata. Mimi ni Telo Jilonga, na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info nasema asante sana kwa kutusikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki na awape siku njema.